mjue Mfalme Zumaridi anayejiita Mungu. Mfalme Zumaridi ambaye jina lake halisi anaitwa Diana Bundala ni mwanamke kutoka Mwanza na ni Mtanzania halisi kabisa. Anayejulikana kwa madai yake ya kiroho na utawala wake wa kipekee. Alijipatia umaarufu wake kwa kudai kuwa ana uwezo wa kipekee wa kuponya na kutatua matatizo ya watu kupitia maono yake ya kiroho. Na alipata wafuasi wengi. Na hao wafuasi walimuona Zumaridi kama ni kiongozi wao wa kiroho. Walimsujudia na kumfuata kwa imani kubwa sana, wakiamini matatizo yao yatatatuliwa na Zumaridi. Historia na kazi yake. Diana Bundala alianza kujulikana tangu mwaka 2017. Alijitangaza kama Mfalme Zumaridi na kuanzisha kikundi chake kidogo tu cha kiroho ambacho hicho kikundi kilivutia watu wengi sana na alipata wafuasi wengi sana. Alidai kuwa ana uwezo wa kipekee wa kuponya magonjwa, kufufua watu kupitia maono yake, na wafuasi wake wengi nimeona kama ni mtu mwenye nguvu za kiroho, na ndio maana walimsujudia na kumfuata kwa imani kubwa sana. Yaani kama mmefuatilia klipu zake nyingi zile za zamani, yaani yeye alikuwa akitoka kanisani kuelekea labda kwenye gari lake. Yes. Yaani ile anapotoka tu pale mlangoni, huku watu yaani ni wengi sana walikuwa wanainama kumsujudia, na wengine walikuwa wakilala kifudifudi apite migongoni mwao, wengine walikuwa wakiweka mikono awakanyage, na wengine pia walikuwa wakitandika nguo apite juu ya vile hizo nguo, sijui wameweka vitu mbalimbali ili apite, wakiamini kuwa vile anavyokanyaga anaacha baraka. Ni kama tu Yesu alivyokuwa anapita juu ya matende, juu ya nguo, ndivyo na Zumaridi anavyofanya. Katika kipindi cha utawala wake wa kiroho, Zumaridi alihusishwa na matukio kadhaa yenye utata, ikiwemo ni pamoja na madai ya usafirishaji haramu wa binadamu. Mnamo Februari mwaka 2022 alikamatwa na jeshi la polisi mkoani Mwanza kwa tuhuma za kusafirisha binadamu, ambao ilikuwa ni takribani ya watu 149, na kulikuwa na watoto ambao walikuwa wakitumikishwa kinyume cha sheria. Polisi walidai kuwa alikuwa akiwashawishi watu waamini kuwa yeye ni Mungu, na huyo Mungu ambaye anatatua matatizo yao watu. Waliamini hivyo kweli. Haya, mashtaka na hukumu. Baada ya kukamatwa kwa Mfalme Zumaridi, alifikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa makosa makubwa matatu. Ya kwanza ikiwemo ni usafirishaji haramu wa binadamu, ya pili ni kushambulia maafisa wa serikali, ya tatu ni kuzuia utekelezaji wa jukumu la serikali. Mnamo mwaka 2023 mwezi wa kwanza, mahakama ya Mwanza ilimhukumu kifungo cha mwaka mmoja jela kwa kosa la kuzuia maafisa wa serikali kutekeleza majukumu yao. Hivyo alihukumiwa kifungo cha mwezi mmoja kwa sababu kipindi kesi yake ikiwa inaendelea, yeye alikuwa tayari yupo gerezani, alikuwa shakamatwa. Kwa ile miezi 11 aliyokaa gerezani, ukijumlisha na huo mwezi mmoja, unapata kabisa pale ni mwaka mmoja. Asali na maoni ya jamii. Kesi ya Zumaridi iliibua mjadala mkubwa kuhusu imani za kiroho, udanganyifu wa kidini na haki za binadamu, lakini wafuasi wake waliendelea kumtetea, wakijua walikuwa wanaona kama vile Mfalme Zumaridi anaonewa, ananyanyaswa, kutokana na vile alivyokuwa amewaaminisha kuwa yeye ni Mungu wao, yeye ni mfalme wao. Kwa amini kuwa yeye ni mtu
mwenye imani kubwa na ana nguvu za kipekee sana. Lakini pia kuna wakosoaji ambao walisema kuwa alikuwa anawadanganya watu kwa kutumia imani yao, na serikali pia ilichukua hatua kali dhidi yake, ikionya msimamo wake dhidi ya matendo ya kiroho yanayokiuka sheria ya Tanzania. Hivyo, na juzi hapa kakamatwa tena Mfalme Zumaridi kwa madai ya kwamba pale vile anavyokuwa anahubiri kanisani kwake, anahubiri kwa sauti kubwa sana, ambayo hiyo sauti imekuwa kero kwa wanajamii. Kwa hiyo kakamatwa tena mfalme wao Zumaridi. Asante kwa kunisikiliza. Karibu Cossy Media. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Bye.